Bana, mashindano ya AFCON sio tu yanaangaliwa Afrika bali yanaangaliwa dunia nzima, na watu wengi wanafuatilia sana haya mashindano ya AFCON. Na ukitaka ujue kwamba jinsi gani ambavyo mashindano ya AFCON yalikuwa yanafuatiliwa, nadhani mlikuwa mnaona baadhi ya wachezaji wakubwa ambao walikuwa wanakuja kwa ajili ya kuwapa sharat wenzao. Mfano, kuna wachezaji wa Afrika ambao walikuwa au wanachezea katika nchi za Ulaya, namaanisha kama Madrid, kama Manchester City na timu nyingine nyingi kama PSG. Sasa kulikuwa na watu ambao walikuwa wanakuja kutoka nje, baada hapo wanawapa shout sana wachezaji wao, mfano kama Mbappe, Zidane na wachezaji wengi ambao walikuwa wanakuja kwa ajili pia ya kuangalia mashindano yao. Lakini pia haya mashindano, nikwambie tu kwamba sio tu walikuwa wanakuja kuangalia, hapana, lakini pia kuna baadhi ya makocha wakubwa au kuna wawekezaji wakubwa ambao walikuwa wanakuja kuangalia vipaji vya wachezaji ambao wanafanya vizuri zaidi ili waweze kusajili. Mfano kama pia kulikuwa na tetesi ya mchezaji wa Yanga Ibrahim Baka ambaye pia alikuwa anatakiwa achukuliwe na timu kadhaa baada ya kuona kipaji chake ambavyo ni kikubwa zaidi. Lakini sio huyo tu, wachezaji wengi ambao wameongelewa kwamba watachukuliwa na timu kubwa ambazo zinafanya vizuri zaidi. Sasa kocha Arsene Wenger amesema kuwa Morocco ilikabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa bara zima la Afrika wakati wa mashindano ya kombe la AFCON 2025. Amesema hivyo. Sasa hii inaonyesha kwamba katika takwimu yake, katika maono yake yeye Arsene Wenger, kwamba aliona kabisa kwamba kama Afrika nzima iliwatenga Morocco hivi na kutaka yani Afrika nzima iliungana kwa pamoja kuishambulia Morocco na kuifanya Morocco iwe na hatari kubwa sana. Na alisema kwamba unawezaje kufanikiwa wakati bara lote liko dhidi yako. Alioji hivyo Arsene Wenger kwamba unawezaje kufanikiwa hali ya kuwa kwamba bara zima la Afrika limejitenga kwako kuweza kukushambulia wewe. Hata hivyo, Wenger alipongeza Morocco kwa kuonyesha mfano wa hali ya juu wa nidhamu na mchezo wa kiungwana pamoja na maandalizi na utaratibu wa kiwango cha juu katika AFCON 2025, akiyataja kama ya kipekee kabisa. Yaani Arsene Wenger anaonyesha kwamba kwanza kitendo cha Abraham kupiga ile penalti inaonyesha dhahiri shahiri kwamba walitoa fair, kwamba alionyesha hakutaka kuwa na maneno au hakutaka kuonesha sifa mbaya kwa Morocco. Pia alionyesha kama fair play, kama basi tu balance mchezo. Lakini pia nidhamu yale ya juu, kwamba Morocco waliamua pia kuonesha nidhamu, kwamba hawakuamua kupaniki katika mechi na wakaamua kucheza mpira. Lakini vile vile ilionyesha kwamba maandalizi yao makubwa, hususan masuala zima ya uwanja, masuala zima ya mapokezi, masuala zima ya huduma ambazo zilikuwepo kama hoteli na vitu vingine kama chakula. Hii inatoa heshima kubwa sana kwa nchi ya Morocco, kwamba wameonyesha nidhamu kubwa zaidi licha ya kuchukua ubingwa hii 2025 katika mashindano ya AFCON. Sasa Arsene Wenger maoni yake ni kwamba Morocco imepigwa vita kubwa sana na nchi za Afrika. Japokuwa Morocco pia nayo ipo nchi ya Afrika, lakini kulikuwa na vita kubwa sana kwa maono lakini ya Arsene Wenger. Sasa na wewe maono yako yakoje kuhusiana na mashindano ya AFCON zidi ya Morocco kutokuchukua ubingwa? Je, unasemaje kuhusiana na Morocco walichokifanya, na unasemaje kuhusiana na Senegal pia walichokifanya? Dondosha comment hapo na uniambie kwamba wewe una maoni gani kuhusiana na mashindano haya ya AFCON. Langu jina naitwa Savary Charles, jina kubwa, sauti yenye baraka. Tukutane tena wakati mwingine. Usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare channel yako. Bye bye.